Jana nimeona Rigathi Gachagua akitangaza kwamba wanaotaka sasa kuungana naye yupo tayari. Wapinzani wa muunge mkono. Sema chama chake kiko tayari kabisa kuungana na upinzani mwingine wowote. Hii ikanipa picha. Tumewahi kuzungumza hapa na ilikuwa ni mwenyekiti wa kiongozi kutoka NLD. Kwa tunazungumza kuhusiana na ule muungano wa Ukawa 2015. Akawa anasema miongoni mwa mambo ambayo yalichochea pia vyama vingine kuona kama vinaonewa ni chama kimoja kukaa kama kikubwa afu kinasema wengine njooni kwangu mniunge mkono. Hakuna mgawanyo ambao sio sawa. Yani kama tayari mkishakuwa kwenye huo muungano kuna chama kishajikuta kama nyie ndo mmemfuata kumuunga mkono, lakini yeye tayari alikuwepo pale. Sasa hicho kizungumza Gachagua jana kimenipa pia fikra hizo. Anatangaza kwamba upinzani unaweza kuanza kufikiri kuungana na yeye kwenye harakati. Maana yake anataka kujihakikishia kwamba yeye ndo atakuwa lead wa hiyo muungano. Yes, of course kuna siasa, kuna hiyo dhana. Katika mazingira ya kisiasa lazima muhakikishe kwamba mnaweza kuunganisha vipi falsafa zenu ili mwisho wa siku muweze kutengeneza muunganiko wa pamoja kwa lengo kwenda kutafuta madaraka. Kwa sababu tunafanya uchaguzi tuweze kutafuta madaraka. Sasa madaraka tunayapataje? Hayo madaraka ambayo tutayapata yataweza kuzingatia mazingira ya kisiasa katika nchi husika. Kwa Kenya ndoa za kisiasa zimekuwa ni kawaida kuna uchaguzi. Mimi sishangai kwamba tangu kuna historia wamekuwa wakiunganisha ndoa za kisiasa, na hata wanasiasa wenye nguvu, familia zenye nguvu au koo zenye nguvu za kihistoria zimekuwa zikiweza kuunganisha nguvu ya pamoja. Tumeona kwa mfano muunganiko wa Rais Ruto na Uhuru Kenyatta. Tukashuhudia muunganiko vile vile wa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Tukashuhudia muunganiko vile vile wa Raila Odinga na Martha Karua. Tumeshuhudia muunganiko vile vile wa Rais Ruto na Rigathi Gachagua mwenyewe kabla hajatofautiana. Kuna muunganiko sasa hivi wa huyo Profesa Kindiki na Rais Ruto. Kwa hiyo wamekuwa ni kawaida kuweza kutengeneza muunganiko ya kisiasa. Sasa kwenye kuunganisha vyama kule katika uchaguzi kuna vitu vile vile vya kuzingatia. Kwa mfano, kila chama kina falsafa. Sawa, mahitaji yake. Kila chama kina falsafa. Achana mahitaji kitu kingine. Yaani kila chama kina falsafa. Na kila chama kina misingi. Na kila chama kina mlengo. Sasa kwa mfano, mna lengo letu labda sisi ni kumshinda Rais William Ruto. Lakini je, hizi falsafa zetu sisi zinaendana ili tunapokaa kwenye meza ya negotiation tuweze kutengeneza sera ambazo zitakuwa zinaweza kuakisi mahitaji ya watu kutokana na malengo yetu sisi kama wanasiasa. Umetolea mfano kwa mfano mwaka 2015 ambao kilitokea Tanzania. Ile dhana ya Ukawa. Je, zile falsafa za vyama zilikuwa zinaungana? Au ilikuwa lengo tu ni kumshinda mpinzani? Au lengo ni kuongeza nguvu ya pamoja? Ndio maana kutazama kwa siasa za Ulaya, watu ambao wanafuatia siasa za Ulaya kwa mfano kama Ujerumani, sawa, ni watu ambao wamekuwa wanaita vyama vya mlengo wa kushoto, vya mlengo wa kulia, vya kiafidhina. Yaani kuna vyama leo hii kwa mfano kule SDU kule Ujerumani wamekuwa tu wamepambana kuhusu mazingira, social democrat kwa mfano. Wao wanaamini katika masuala mazima ya mageuzi ya kiuchumi. Sasa shida ni kwamba katika nchi ya Kiafrika yani kuna watu wanaingia kwenye uchaguzi na kufanya uchaguzi kwa ajili ya kumchagua mtu. Yaani mimi naingia naenda kupiga kura kwa ajili ya kumchagua mchungu. Lakini kwa jamii ambazo zimeendelea kidemokrasia wanachagua sera. Yaani sera za vyama. Na mtu anajiunga anakifuata hicho chama kwa sababu ya sera zake, sio kwa sababu ya mtu. Na ndio maana kwa mfano Kenya, sawa, yaani Kenya wao ukitazama kuna yani zile sera, ndio maana hata kwa mfano wakitofautiana kuna baadhi ya mambo ya sera za vyama wapo ambapo wanakubaliana. Okay, kuna uchumi, kwa mfano kuna ajira, je kuna maisha ya watu. Kwa hata wanapotengeneza serikali hizo za BBI, si serikali za Government National Union za umoja wa kitaifa, ni serikali ambazo zinakuwa zinaakisi sera za watu. Sasa kwa nchi kwa mfano ikitokea 2015 kwa mfano hapa kwetu ilikuwa ni watu wengine kama wamepata zaidi. Yaani kuna chama kimepata majimbo mengi kuliko chama kingine. Kwa sababu kwa vyama wao wanapoingia kwenye uchaguzi kila chama wanajisi ni sawa mbele ya wananchi, ni sawa mbele ya vyama vya siasa. Lakini sasa kwa mazingira ya kisiasa of course kuna vyama vina umaarufu mkubwa kuliko wengine. Sasa je, hivi vyama vingine vinapata vipi uwakilishi, sawa, wa kwa mfano wa wabunge kwa Kenya maseneta, sawa,
Kwa hiyo sasa kwa wao of course mimi namuona kwa kweli ataungwa mkono. Kuna wanasiasa ambao wana nguvu ambao wanatajwa. Yeye mwenyewe Rigathi Gachagua, Martha Karua, sawa yule Profesa Maraga. Umeona kule kuna nani yule Kalonzo Musyoka. Hao ni wanasiasa ambao wenye nguvu. Uhuru Kenyatta mwenyewe rais mstaafu. Msimamo wake utaweza kujitamani. Anaweza kumuunga mkono na nani. Lakini je, hiyo milengo ya kisiasa inategemea ni kumshinda tu Rais Ruto au ni milengo ambayo inategemea sera za ndio maana sasa wamekuwa kwa mfano wakiunda serikali wamekuwa wakijitoa kwamba sisi tunajitoa kwenye serikali. Leo hii kwa mfano hawa nani Azimio la Umoja muunganiko wa Odinga hawawezi kupinga kwa sababu wao wana mawaziri 7 kwenye serikali. Unaipinga vipi serikali ambapo wewe ni sehemu ya serikali? Tunapokuwa kwenye baraza mawaziri tunadiscuss yote. Sielewi. Na ndio maana kwa watu ambao labda wanataka kutofutana serikali kwenye uchaguzi wanakuwa hawaizingie kwenye serikali ili waweze kupata uhuru wa kukosoa. Unakosoa wakati umepewa wizara ya afya ya utalii. Una mawaziri 7. Utaeleweka. Kwa hiyo maki tumeshindwa wote. Yes. Haya bwana, hayo ni ya Kenya yanayoendelea huko na sisi pia tumeyazungumza hapo kwa eneo lake. Unaweza na wewe pia kutuandikia maoni kupitia 0683802966, lakini pia kumbuka tupo live kabisa kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube na mambo yataendelea kuwa mazuri huko. Jumbe wako na uona tutakuja kusoma vizuri kabisa kwa wale ambao mnatuandikia na zimekuwa nyingi kweli kina Arnold Chirima, kina Steven Kudaka na wengine wengi ambao mnatuandikia ujumbe wenu. Bwana kule Kongo na kwenyewe bado kama siku kadhaa